anaumwa, mengine tuyaache yawe siri yake, kwa sababu ninachozungumza hapa mimi ni kile ambacho hata yeye amezungumza na mimi. So kwa namna hiyo mengine tuyaache, tuhifadhi nasema privacy zake. Na wewe ni mtu ambaye mara nyingi unajua lifestyle ya wasanii. Tumeona watu wengi namna ambavyo wanasema kuhusu Gigy Money kwamba kwa muda mrefu Gigy amekuwa hayuko sawa kiafya ya akili. Yaani ukiachia mbali na kuumwa ambapo leo amepelekwa hospitali, lakini kiafya ya akili hakuwa sawa. Kwa jinsi ambavyo unafuatilia maisha ya Gigy, unamuona harakati zake za maisha kila siku, pengine ni kweli kuna namna Gigy alikuwa hayuko sawa kwenye afya ya akili? Hapana, Gigy yupo sawa. Gigy yuko sawa, na namuona wazi kwa sasa alipofikia. Ametambua hata umuhimu wake katika nchi hii, na kwa namna hiyo amekuwa hata anajitokeza kukemea mambo kadhaa, na kwa kile anachokifanya wasimuone kwamba amechanganyikiwa. Ana mapito ambayo alipitia, ana vitu ambavyo alipitia. Kwa hiyo anapopata nafasi ya kuzungumza, jamani, watu wamsikilize. Unajua issue moja ya Gigy ni mtu wa furaha sana, na tabia yake sio ya kunungunika sana. Unajua mtu ukishakuwa mnungunikaji, kuna kitu unakosa, na inapotokea kwa mfano sisi hivi Gigy ndo ameamua kusononeka, fulani ulinifanyia hivi, ulinitesa sana, watu hawajamzoea vile. Sio kwamba basi ndo akili yake ina shida. Hapana, nadhani ameamua tu kuwa muwazi. Lakini mimi ni muase, ajijue yeye ni mwanamuziki, mtu anayefahamika. Kwa hiyo azungumze, lakini ambayo anaona hapaswi kuzungumza asiazungumze, kwa sababu kwa umri kama wake anajua sasa nini nizungumze, nini nisizungumze. Dada Martha, kwa baadhi ya watu mitandaoni wameweza kuunganisha dots na kuanza kusema comment kwamba labda huenda anavyoumwa Gigy Money kutokana ni mtu wa starehe, pombe nyingi. Wengine wanaunganisha tena labda zile plastic surgery yake ya bei ndogo huenda ndio imemletea matatizo haya. Kwa chini labda ambazo labda umesikia taarifa, labda mara kwanza alipatwa na nini mpaka kupelekwa hospitali. Naomba ni tunze, manake vingine ni privacy zake mwenyewe. Kwa kweli natamani kuzungumza aliyokutana nayo, lakini wala hayahusu Hennessy zake anazogonga cheers kila kukicha, wala hayahusiana na champagne anazo cheers, wala hayahusiana na plastic surgery. Amefanya plastic surgery nzuri tu, ya bei nzuri, wala sio cheap surgery, na anaendelea vizuri, lakini anaokutana nao ni wengine. Yanatisha. Na kuna wengine naona kama wameshaanzisha timu, wamekata mgomo kwamba labda ikitokea Gigy anahitaji msaada kuchangiwa, hawataki kabisa kumchangia kwa sababu wamesema wasanii sasa hivi kama wamezidi, wanajiachia sana, wanafanya starehe, mwisho wa siku wanakuja na matatizo, wanarudi tena kwetu. Hao aina hiyo sasa wanasubiri embe chini ya mwarobaini. Usimkadirie mwenzako matatizo. Mungu ni wetu sote. Ama niseme anachopitia sasa hivi Gigy ni kitu ambacho mtu yote anaweza akapitia, lakini kwa jinsi nilivyozungumza naye, namuona mpaka kesho Mungu atamfanyia wepesi, atakuwa anaendelea vizuri tu. Sawa. Mara nyingi umekuwa ni mtu wa kuwashauri wadogo zako ambao wapo kwenye tasnia. Unakuwa unasemaga public kabisa kwamba fulani lifestyle nguo zake anavaa na nini. Lifestyle ya Gigy inaonekana wengi hawapendezwi nayo, huwa kwa namna ambavyo anakuwa mtu wa kuhang out usiku kucha na kwa club na nini. Ukiwa kama dada yake, pengine akiwa sawa na akapona, kuna lolote ambalo unaweza kumshauri kwenye lifestyle ambayo amekuwa akiishi, au kwako ni sawa pengine kumwacha Gigy na maisha yake? Gigy mimi naona mara nyingi huwa ana mashabiki wengi sana. Watu wanampenda anavyoongea ukweli. Nazungumza ukweli hapa. Watu wanampenda anavyoongea ukweli. Ndio hivyo ambavyo mara nyingi watu humwambia. Na mara nyingine watu wanasema hajibrandi kama mwanamuziki. Na hizo sio nyingi sana. Lakini nimeona anataka kuchukiwa hivi juzi kati.
baada ya kuvutana na dada wa Ulaya. Mimi ni mtu tofauti sana. Inapotokea mtu ana maoni yake, mwacheni azungumze jamani. Mbona wengine wanazungumza? Wala no hereni, no electricity, wanazungumza na hatuwabugudhi. Hayo ni maoni yao. Kwa hiyo unajua ni ukweli kabisa, Tanzania ni kisiwa cha amani. Trust me. Na ndio maana ukija kwangu ukazungumza lolote, mimi nakuheshimu. Ifike mahali kila mtu apewe wakati wake wa kuzungumza, na mazungumzo yake anayoongea aheshimiwe. Though kwa Gigi mimi najua ni mama, afanye yote anayoyafanya, asisahau kwamba yeye ni mama. Huo ndio ushauri wangu. Aende anakoenda, lakini ajue nyumbani ameacha mtoto, asiniangushe. Taarifa ya kuumwa kwa Gigi ilitoka ni masaa mengi mpaka sasa. Dama Martha, una namba ya pengine ya Dionijo au dada Zamaradi ambaye mara ya mwisho nakumbuka ndo alikuwa anamsimamia kazi zake Gigi. Una mawasiliano yoyote ambaye tunaweza tukapata pengine kile ambacho kinaendelea kwa sasa? Gigi yuko kwake. Ameshatoka hospitali. Atatoka tu. Na atakuwa kwake. Jipangeni muende. Inshallah. Jipangeni muende. Ndio. Jipangeni muende. Kabisa. Na kwa Dionijo ni pale juu tu. Jipangeni muende. Jipangeni muende jamani, jipangeni muende. Na ni jambo jema kutembeleana. Ukimzungumzia mtu kama Gigi, jamani, Gigi akipata tatizo ni vyema tu hata sisi wana habari tukamjulia hali yake. Na ndio maana leo nimesema mimi hapana, lazima nitafute. ST Bongo, nyumbani kwanza.